kama alivyosema subhanahu wa ta'ala katika aya 25 ya suratul anbiya kulithibitisha hili, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wama arsalna, na wala hatujatuma sisi Muhammad, min qablika, kabla yako wewe, min rasulin, hatujamtuma mtume yeyote kabla yako, illa nuhi ilayhi, isipokuwa sisi tulikuwa tukimfunulia kwa njia ya wahi, annahu, ya kwamba hali ilivyo, la ilaha illa ana, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fa'budun, hivyo nipwekesheni katika ibada. Hili ni agizo, na hii ni kazi ya kila mtume. Allah anamwambia mtume Muhammad katika hii aya sallallahu alaihi wasallam, aya 25 ya suratul anbiya, hatukutuma kabla yako ewe Muhammad mtume yeyote, ila tulimfunulia huyo mtume tukamteremshia wahi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, hivyo nipwekesheni katika ibada. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kazi ya kila mtume na nabii, kuhakikisha anaabudiwa Allah peke yake, hashirikishwi na kitu chochote. Amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahqaf aya 21, anasema wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqafi وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر أخا عاد, mtaje katika hiki kitabu ndugu wa Adi, mtaje au mkumbuke Muhammad ndugu wa Adi. Adi ni qaumu Ad, wa qaumu Yahud. Adi ni qaumu Yahud, ni qaumu ya nabii Hud. Kwa hiyo hapa Allah anamtaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amkumbuke Hud ambaye ndiye ndugu wa Adi. Wadhkur akha Adin, mkumbuke ndugu wa Adi ambaye ni Hud, nabii Hud alayhi salam. Amefanyaje huyo? Idh andhara qaumahu bil ahqafi, pale alipowaonya jamaa zake na kaumu yake, bil ahqafi, kule kwenye vilima vya mchanga, sehemu yenye vilima vya mchanga, vichuguu. Sehemu ya kwao kulikuwa na mandhari hizo. Idh andhara qaumahu, alipowaonya watu wake, bil ahqafi, kule ahqafi, kwenye vilima vya mchanga. Aliwaonya kitu gani? وقد خلت النذر من بين يديه, ilhali waonyaji walishapita mbele yake, walitangulia. Wa min khalfihi, na walikuja waonyaji nyuma yake pia. Wote hawa waliomtangulia Hudi na waliokuja nyuma ya Hudi walisema kuambia watu wao, alla ta'budu illa Allah, ya kwamba msimwabudu yeyote asiyekuwa Allah. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, hakika mimi nachelea juu yenu adhabu ya siku hiyo ambayo ni siku kuu, siku adhim, na adhabu zake zitakuwa ni kali. Kwa hiyo msimwabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah akakhabarisha katika hii aya ya 21 ya suratul Ahqaf kwamba waonyaji wote waliopita kabla ya Yahud na waliokuja baada ya Yahud, wote hawa waliwalingania watu wao juu ya kumpwekesha Allah katika ibada. Kwa hiyo kazi ya mitume wote wametumwa lid'awati ila ibadati Allah, walingania watu kunako kumpwekesha na kumwabudu Allah katika ibada.